Wanachama wa Chama cha Mapinduzi tawi la Mbalino kata ya Itambuleo wilaya Mbarali mkoani Mbeya wameutaka uongozi wa CCM wilaya Mbarali kumrejesha katika nafasi yake mwenyekiti wa kijiji cha Mbalino Eliud Simon, wakidai kuwa alisimamishwa na kuondolewa udhamini wa chama bila kupewa sababu za msingi zinazoeleza hatua hiyo. Wito huo umetolewa katika mkutano wa hadhara wa wanachama wa CCM uliofanyika katika ofisi za tawi hilo, ambapo katibu wa tawi Daniel Molongo alisoma barua ya chama iliyomjulisha Eliud Simon kusimamishwa na kuondolewa udhamini wake. Baada ya kusoma kwa barua hiyo, wanachama walionyesha kutoridhishwa na maamuzi hayo, wakidai kuwa sababu za hatua hiyo hazijawekwa wazi. Sisi kama wana kijiji cha Mbalino au tawi la Mbalino, kijana wetu endapo ingilikuwa ametukosea chochote kile katika uongozi wake wa kiserikali, sharti sisi kama viongozi wa hapa pamoja na wananchi wote wa Mbalino tungemuita, tumkanye. Na inawezekana kumkanya sio mara moja tu. Kuna mara moja, kuna mara mbili, kuna mara tatu. Hapo ndipo uongozi wa tawi unaweza ukafanya ni ukatoa maamuzi ya kusema hili swala tulipeleke kwenye ngazi za juu, watusaidie na wao. Lakini hakijafanyika kitu kama hicho, mheshimiwa mwenyekiti. Hakijafanyika. Yani ni sawasawa na mtu anatoka huko alikotoka hujui. Anasema mpenzi, toka kwenye hicho chumba unacholala bwana. Leo mimi nalala. Sasa hata mke wangu kama atakwenda kule chumbani na mkuta hivi, atamkubalia kwa haraka haraka kabisa mimi nitoke baba watoto alafu alale yeye. Tunamhitaji mwenyekiti wetu. Asante. Mimi nasema swala hili halitaisha mpaka liishi. Mwenyekiti wa chama taifa amenyoka sana. Kama kuna ubabaishaji unatoka kwenye kata alafu anasema wao ni watu wakubwa. Watu wakubwa sisi tuliowaweka. Nataka niwahakikishie wananchi, swala hili litakaa sawa. Tuko tayari, tutafika kwa mheshimiwa rais. Nauli tunazo, na dunia imeshakuwa kijiji, waziri mkuu amenyoka. Hakuna kitu tutakachozulumiwa, na tunataka mwenyekiti wetu arudi. Tunataka mwenyekiti wetu arudi kwa namna yoyote, kwa sababu sisi tulimchagua. Wao wanatoka kwenye, huyu hafanyi kazi kwenye kata huko waliko wao wakina Mabomba, anafanyia kazi hapa. Wao wanakuja kutuambia amefanya makosa yepi? Mpaka mwenyekiti wetu wa tawi anakuwa hajui. Hapa kuna hujuma inafanyika, lakini nasema hiyo hujuma ni ngoma ya watoto, haikeshi. Hiyo ni ngoma ya watoto, haitakecha. Kama kuna watu wana maslahi na kitu fulani wamechemka, hilo nataka niwahakikishie kwamba tutalisimamia kwa namna yoyote. Viongozi wetu wa taifa ni waadilifu. Kuna watu wanataka waharibia hapa chini, kikundi cha wahuni fulani ambao wanataka kuharibu Chama cha Mapinduzi. Haiwezekani. Naomba niwafikishie taarifa kwamba wamechemka, na hili swala halitaisha mpaka tutafika sisi kokote kule. Tunataka sisi mwenyekiti wetu awepo, na sababu za msingi waje waziseme. Wanasema hakuna swali. Ni mkutano gani unakuwa hauna maswali? Kwa hiyo wameshatuona sisi, wanatuweka mfukoni, sisi ni saizi yao. Hata Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kuna mtu fulani amesema serikali ya Tanzania ameweka mfukoni. Ana mfuko mpana kiasi gani? Na sisi hatujawekwa mfukoni na viongozi wa kata. Hilo wanalifikiria wao, haliwezekani. Mimi nawashukuru, lakini naomba wananchi na sisi tufike mahali tuelewe. Majitu yenye sura za mbuzi tuachane nayo. Tunasema hawa ni viongozi wetu, yawezekana hawa ni Chadema mwenyekiti. Kwa sababu kama mwenyekiti wa chama anakiri timamu, anasimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi, anawezaje kufanya haya? Ya aibu kabisa. Na yeye ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Mimi nina hofu kwamba huyu Mabomba ni mamluki kwenye Chama cha Mapinduzi. Huyu yawezekana ni TRP au Chadema. Kwa sababu kama ni mwanachama kabisa, hawezi kufanya hayo mambo. Hawezi kuleta taharuki kwenye kijiji chake. Kijiji ambacho kina amani, kina utulivu. Na sera ya Chama cha Mapinduzi inasema kuwaweka watu pamoja na kuwa na amani. Sasa amani gani kwenye kijiji hiki cha Mbalino? Saizi tuna amani gani? Hamna. Saizi hao watu hao unaowaona hawa, mheshimiwa mwenyekiti, sio ndio wanachama tu wa Chama cha Mapinduzi. Tupo wengi. Lakini watu wako huko wanasema yawezekana ndio mikutano ile ya kufika hakuna maswali wala hakuna nini, hakuna kinachoeleweka. Kila siku tukisema hakuna majibu yanayoeleweka. Sasa tuende kwenye mkutano wa nini? Hata hivyo tuwashukuru hao wanachama ambao wamekuja, kwamba wamekuja walau tusikilize hata machache yaliyokuwepo. Lakini mimi azimio langu mheshimiwa mwenyekiti ni kwamba sisi tunamhitaji mwenyekiti wetu
tuwe naye tufanye maendeleo, kwa sababu hajatukosea. Hatukumng'ang'anii yeye kwa sababu eti labda ni mfarume, labda sijui ni mkubwa. Hapana, Kamongo ni mtoto mdogo sana. Leo hii anaweza Mungu akamchukua tu ghafla pa, tutafanyaje? Lakini heshima iliyofanyika na kata sio sahihi. Hawajatuheshimu sisi kama wanachama, wala nyinyi kama viongozi wa tawi hawajaheshimu kabisa. Wanakuja kumtoa tu bila nyinyi hamjui. Kwa hiyo mimi nifikiri Kamongo, kwa sababu anasimamia maendeleo vizuri, na kwa sababu kuna vitu anavipinga ambavyo wao wanataka kuvichukua, ambavyo watu wengine hapa wanagusia kwamba wanavitamani wavichukue, na huyu mama hapa analalamika kwamba mifugo inaingia kwenye mashamba na eneo tumelitenga. Kumbe wapo wanaezuia hawa. Kwa nini hawawatoi? Kwa nini serikali haichukui hatua au chama hakichukui hatua kuwatoa? Kweli nasikitika sana. Sikitiko langu, kijana wetu tulimteua kwamba au mwenyekiti wa kijiji cha Mbalino. Tunashangaa kwa barua hiyo inafika, wanasema kata ilimwekea mzamana kule, hajatimiza mzamana. Hatujui mzamana gani huo. Tunashangaa sana, maendeleo hapa tunakwama sana kwa kijana wetu kwa kumsimamisha kazi. Kijana tunampenda, arudi Eliud Simon Msavinyi, arudi hapa kijijini. Kwa kweli tunapata shida sana. Majambo mengine iliyojua kata huko hatujui. Sisi tunajua kwa hapa Mbalino anatufaa sana. Maisha milele tunajua. Hata kama ukiwa kuna uchaguzi miaka inayokuja, lazima tutamchagua, tutampenda kijana huyu. Kwa jina naitwa Eliud Simon, ni mwenyekiti niliyosimamishwa tarehe 16 mwezi wa 4 nilisimamishwa. Tarehe 11 mwezi wa 5 nililetewa barua ya kuondolewa dhamana. Basi kutoka hapo sijaona kama kuna kitu chochote cha kuendelea nacho, kwa sababu hayupo mkubwa mbele ya chama. Sisi wote tupo chini ya Chama cha Mapinduzi, na kama chama kimeamua kukutolea dhamana, unakuwa hauna maneno yoyote, na ndio maana unanikuta niko hivi, naendelea tuna shughuli zangu za kawaida. Asante. Barua ilieleza sababu ni nini hasa za kusimamishwa kwako? Hakuna sababu yoyote iliyoelezeshwa zaidi ya vifungu tu, lakini sababu hazipo. Kwa baada ya kusimamishwa wewe ulichukua hatua gani? Labda kwenye chama ngazi ya tawi wana taarifa hizo na ilikuweje? Chama tumekioji, nilikuja nikalalamika kwenye chama, lakini chama kikasema hatuna taarifa zozote juu ya wewe kusimamishwa. Na baada ya hapo chama tawi kilianza na zoezi ya kufuatilia kujua sababu ni zipi zilizonifanya mimi nisimame. Na mpaka leo ninapofikia kuitwa tena kwenu nijieleze. Kwa hiyo nafikiri yote hii ni kazi ya ngazi ya tawi kuhakikisha kujua nini sababu iliyonisimamisha. Kwa pengine hali za maendeleo ikoje na utaratibu ukoje? Maendeleo yanaendelea au kama kukosekana kwako pengine shughuli gani zimekwama? Sasa sijajua kwenye ofisi, kwa sababu niliambiwa siwezi kuingia ofisini kwa muda huo toka nimepewa barua. Kwa hiyo kujua mle maendeleo ndani au ofisini yanaendeleaje, hilo ni uongo. Sijapata kitu chochote. Lakini kiujumla toka nimeingia madarakani na muda mdogo tu, lakini kwa muda ambao nipo tumefanya mambo makubwa sana kwenye kijiji hiki. Asante. Yahusu kumuondolea dhamana ya udhamini ndugu Eliud Simon Msavinyi na kupoteza sifa za kuendelea kuwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mbalino kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 2026. Husika na mada tajwa hapo juu. Kikao cha kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi wilaya Mbalali kilichoketi tarehe 6 mwezi wa 5 2026 na kuongozwa na mwenyekiti wake ndugu Mary Obadia Mbwilo, pamoja na mambo mengine, ilipokea taarifa ya mwenendo na vitendo vya wanachama, viongozi wa ngazi ya kata na matawi, pamoja na viongozi wa serikali za vijiji na vitongoji wanaotokana na Chama cha Mapinduzi ndani ya wilaya. Kikao cha awali, kwa kauli moja kiliazimia kutoa adhabu ya kumuondolea dhamana ya udhamini
na kupoteza sifa za kuendelea kuwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mbalino ndugu Eliud Simon Msavini. Kwa mujibu wa sheria za uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji mwaka 2024, mwenyekiti huyo hapaswi kuendelea kufanya shughuli zozote za kiuongozi ndani ya kijiji cha Mbalino kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 2026. Hivyo kwa barua hii na kuelekeza kusimamia utekelezaji wa maamuzi haya na kutoa taarifa kwa afisa mtendaji wa kijiji na kata kwa upande wa serikali. Kama wanalalamika wanatakiwa wafike sehemu mahususi kulalamika. Unajua, kuzungumza kwenye vyombo vya habari wakati chama kina utaratibu wake, mimi nadhani si sahihi sana. Yaani mwanachama yoyote wa Chama cha Mapinduzi kwa level yoyote, historically kama ni Kinana, marehemu Membe, marehemu Lowassa, wote waliwahi kumisbehave kwenye chama wakapewa tuma. Sijawahi kuona wananchi wa Monduli au wananchi wa kule Londo au wananchi wa Arusha wakaenda wakaandamana au wakasema kwamba hatujui ni kwa nini. Chama hiki kinafanya kazi kwenye msingi kuanzia chini kwa balozi, kwenye tawi, kwenye kata, kwenye wilaya, kwenye mkoa mpaka taifa. Sasa wao wakisema wajue mwenyekiti wao, mkimuuliza mwenyekiti wao, yeye atakuwa na majibu kwa sababu aliitwa kwenye vikao vya maadili, akahojiwa, akasomewa mashtaka yake na tuhuma zake. Zuri nimeonana naye amekanusha, amesema naye haelewi sababu zozote. Ni muongo. Muulize, mwambie nimeongea na katibu wa CCM wa wilaya. Je, alikuita kwenye vikao? Kwa sababu amepewa na barua nayo. Kwa sababu yeye anatakiwa akwambie. Yaani mimi maelezo yangu ni kwamba yeye arudi kwa mwenyekiti wa akwambie. Kwa sababu chama kiwezi kukurupuka. Kwa sababu jambo limeshafika liko kwenye ngazi ya mkoa, mimi siwezi kulizungumzia. Hizi ni ripoti kutoka mkoani Mbeya na Cosmas Anton.